Yanga wanaongoza wakiwa na pointi 28 baada ya kucheza mechi 10. Maana yake kiwango chao cha ufanisi kuwa na pointi 28 katika mechi 10, maana yake ni around 93% ya ufanisi, kwa sababu mechi 10 imetarajiwa ni kuwa na pointi 30. Wao wana pointi 28. Simba wako nafasi ya 3 wakiwa na pointi 23. Wote wameshacheza mechi 10. Lakini kwenye upachikaji mabao unagundua kwamba Yanga mpaka sasa baada ya mechi 10 wao ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi kuliko timu yoyote katika ligi kuu mpaka sasa, ikiwa na mabao 27. Lakini ndio timu yenye ukuta imara zaidi, maana imeruhusu mabao 2 tu. Simba ni miongoni mwa timu zinazoshika nafasi ya pili kwa kufunga mabao mengi, kwa sababu Simba hivi sasa wana mabao 18 na Simba ni miongoni mwa timu ni timu inayoshika nafasi ya pili baada ya kutanguliwa na Yanga na Azam katika ulinzi imara kwenye ligi, kwa sababu Yanga na Azam ndizo ambazo zimeruhusu mabao 2 tu kila moja. Simba imeruhusu mabao 4, kwa hiyo ni timu ya pili kwa ukuta imara. Sasa ndizo zinaenda kukutana, lakini kwenye eneo la kushambulia, eneo la kuzuia, faulo na jitihada zinazofanywa na kila timu, zile small details ndizo tunazotaka kukupa mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Ni kwamba mpaka sasa zote zikiwa zimecheza mechi 10. Iko hivi katika baadhi ya takwimu ambazo tunaweza tutaziainisha hapa kwamba Yanga tukaokuwa wenyeji tunaweza tukaweka hapa katika column, halafu hapa tukaweka wekundu wa Msimbazi Simba. Yes, tukagawa namna hii, na hapa tuangalie baadhi ya dondoo muhimu kuhusiana na timu hizi kuelekea katika mchezo huu muhimu wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26. Ya kwanza tunaweza kuangalia ni juu ya jitihada za kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga. Ziko vipi? Hapa tunazungumzia mashuti sasa, shots. Mpaka sasa Yanga wamepiga mashuti 83. Yes, na kati ya hayo mashuti 42 yamelenga shabaha, wao wamepigiwa mashuti 9. Simba mpaka sasa ndio timu inayoongoza kwa kupiga mashuti mengi kuliko timu zote, ingawa imecheza mechi 10 tu kama ilivyo Yanga, kama ilivyo Azam, Singida Black Stars. Lakini wanaongoza kwa kupiga mashuti 127, na kati ya hayo mashuti 68 yamelenga shabaha, huku wao wamepigiwa mashuti 11 mpaka sasa. Mashuti haya yanayozungumzwa waliopigiwa Yanga ni yale ya on target ambayo wapinzani wamepiga kulenga shabaha, lakini Simba nazungumzia mashuti waliopigiwa ya kulenga shabaha na wapinzani wao katika mechi 10 walizocheza, ambapo mwisho siku kwa jitihada hizi Yanga ndipo wamefunga mabao 27, tusema goals. Yanga wamefunga mabao 27, wameruhusu mabao 2. Simba imefunga mabao 18, imeruhusu mabao 4. Sasa kwa sababu Yanga wamefunga mabao 27 baada ya kupiga mashuti 83, tunapata kitu tunaita goal conversion rate, yani uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao, ambayo inapatikana kwa kuchukua idadi ya mabao yaliyofungwa chini unaweka idadi ya mashuti yaliyopigwa ili kufunga hayo mabao, ambayo kwa Yanga ni 83, unazidisha kwa 100. Ukizidisha vizuri hapa utagundua Yanga uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao ni around 33%. Kiwango hiki kinaifanya Yanga ndio timu yenye uwezo mkubwa zaidi wa kubadilisha nafasi kwa mabao mpaka kufikia sasa katika mechi zilizochezwa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba wao katika eneo hili goal conversion rate mpaka sasa kwa kupiga mashuti 127 halafu kufunga mabao 18, maana utaweka 18 chini 127 zidisha kwa 100, utagundua kwamba goal conversion rate ya Simba, washambuliaji wake au wachezaji wake wakati wanakwenda kushambulia, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 14%. Lakini uzuri tu ni kwamba kwa Simba wanafanya jitihada mno za kufanya majaribio ya kufunga. Kwa lugha nyingine, kocha Steve Becker amefanikiwa mno katika eneo hili, kwa sababu timu yake wachezaji wanafika katika eneo la mwisho, wanafanya majaribio, ila changamoto inayojitokeza kwa namba hizi ni kwamba uwezo wa wachezaji mmoja mmoja kubadilisha nafasi kuwa mabao. Hapa utawataja akina Jonathan Swa, Selemani Mwalimu, maana ni wachezaji wa eneo la ushambuliaji, lakini utawataja akina Libase Gea aliyesajiliwa wakati wa usajili wa dirisha dogo, Elimpazu Kibisala, kina Morris Abraham na wengine kwa ujumla, kwamba Simba kutekeleza mipango kazi ya kocha Steve Becker katika kufika eneo la mwisho excellent, wanafika vizuri sana. Lakini jukumu la kuweka mpira wavuni ambalo kimsingi sio jukumu la kocha. Makocha huwa wanafundisha jumla, uwezo kuweka mpira wavuni ni majukumu ya mchezaji husika. Kazi ya kocha na benchi la ufundi ni kuwa na mfumo unaowezesha nafasi ipatikane ya kufunga. Inapopatikana
anayekuwa kwenye nafasi ya kufunga ndiye anayekuwa amebeba dhamana ya timu, kuonyesha uwezo wake, utulivu, composure, kuweka mpira wavuni. Sasa eneo hili ndilo ambalo Simba inaonekana limeitofautisha sana na Yanga kufikia sasa, baada ya kila mmoja kucheza mechi 10. Lakini kimsingi Simba ndio timu inayofika zaidi na kufanya majaribio mengi kuliko timu yoyote katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa mfano, ukilinganisha na Yanga katika majaribio tu ya kupiga mashuti, Simba mashuti 127, Yanga mashuti 83. Maana yake Simba inaizidi Yanga kwenye majaribio katika hizi mechi 10, majaribio 44. Yes. Lakini kwenye mashuti ya kulenga shabaha bado Simba wamepiga mengi zaidi 68 dhidi ya Yanga ambao ni 42, ambapo hapo utaona Simba wameizidi Yanga kwenye mashuti ya kulenga shabaha kwa mashuti takribani 26. Lakini ngoma ngumu kwa Simba, badilisha basi nafasi kwa mabao, ndio ambayo bila shaka wachezaji wa Simba wamtendei haki kocha Steve Becker katika mchezo huu dhidi ya Yanga. Watapaswa kuboresha sana eneo hilo, ndipo wawape furaha mashabiki wao wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Yanga wao jukumu lao ni kuendeleza hiki walichokifanya mpaka sasa, kwamba mashuti 83 wanafunga mabao 27. Wastani wa kufunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 20. Ni wastani wa juu mno ambao wakiuendeleza watakuwa hatari sana kwenye lango la Simba, na hivyo kuwa na nasibu kubwa ya kuwapa furaha mashabiki wao. Hili ni eneo ambalo lina mvuto aina yake katika siku hii. Tutashuhudia akina Loriendo Depu, akina Peodo Pacome Zouzoua, Maxim Pia Nzengeli, Mudathia Abbas, Prince Mpumelo Dube kukabiliana na kina Selemani Mwalimu, Aniseti Ura, Libase Geye, Eli Mpanzu Kibisawala, Morris Abraham na wengine wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini eneo lingine ni juu ya faulo, ambapo hapa inahusisha pale timu inakuwa haimiliki mpira. Timu inakuwa defensive, inapambana na mpinzani ambaye wakati huu ana mpira. Timu inafanya nini? Wachezaji hujitoa kafara kwa kiasi gani kuhakikisha lango lao halishambuliwi katika mashambulizi ya kushtukiza. Sasa kwenye eneo hili mpaka sasa wameshacheza faulo 91 katika mechi 10. Simba wamecheza faulo 102. Kwa lugha nyingine, Simba wako aggressive zaidi wanaposhambuliwa na hujikuta wakicheza faulo. Katika mechi hii dhidi ya Yanga watapaswa kuwa makini, maana vinginevyo faulo za karibu na lango la Simba wapo wachezaji kama Alan Okello ana uwezo kuleta madhara na wengineo, na hivyo bila shaka eneo hili Steve Becker na Simba yake watapaswa kuwa makini, wakati Yanga watapaswa kuwa makini pia kwamba panapostahili wanapaswa kuwa aggressive na kucheza faulo. Ili eneo la kadi za njano, kadi nyekundu ni eneo la kinidhamu. Mpaka sasa Yanga washapata kadi 4 za njano, hawana kadi nyekundu. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa washapata kadi za njano 8, nao hawana kadi nyekundu. Hili nalo ni eneo ambalo linatarajiwa siku hiyo, eneo la nidhamu. Ni mechi ya dabi, yaweza ikawa hizi takwimu zote zikapitwa katika mechi moja, wakati Yanga mechi 10 wana kadi 4 tu, Simba mechi 10 wana kadi 8, yani mara mbili ya Yanga, lakini kwenye mchezo utakaokutanisha wao wawili. Swala kusubiri kuona, je, eneo hili la kinidhamu litazingatiwa kwa kiasi gani na timu zote au wachezaji wote tukapata nafasi kuzitumikia timu hizi. Eneo lingine la kuangalia ni clean sheet. Clean sheet kwa maana kwamba ni kwa kiasi gani timu zote mbili zimekuwa imara katika kuzuia, yani kumaliza mchezo hata kama wameshinda au sare, lakini lango lao haliguswi. Makipa wakishirikiana na mfumo mzima wa kiulinzi wa timu, mabeki wao, viungo wao, washambuliaji, wakati wanapokwenda kuzuia wanasaidiana vipi kuhakikisha mpira ugusi wavu wao. Sasa kwenye eneo la clean sheet, kwa maana kwamba kucheza bila kuruhusu wavu kuguswa hata pale mnaposhinda, Yanga kwenye eneo hili wao wana clean sheets 8. Clean sheets 8. Simba mpaka sasa kwenye clean sheets wao wana clean sheets 7. Niliona nigusie tu baadhi ya vijidondoo, small details kuhusiana na mchezo huu ambao kimsingi makocha wote wawili ni wazuri katika kunyumbulika, Steve Becker na Pedro Gonçalves. Mfumo mama wa Yanga mara nyingi huwa ni baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini baada ya ujio wa Depu, mwalimu wakati mwingine hutaka kuwatumia wote, Depu pamoja na Dube, na matokeo yake huwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2, kwa maana ya Depu na Dube katika eneo la ushambuliaji ili ku accommodate katika mfumo huu. Lakini wakati mwingine hutumia pia baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3. Kwa wekundu wa Msimbazi Simba hawa ni Yanga. Kwa Simba nao hawatofautiani sana na Yanga. Kocha Steve Becker hunyumbulika kulingana na mechi husika na namna mchezo unavyoendelea, lakini naye huwa anatumia mfumo huu baada ya golikipa walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3, ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, ambapo hapa kimsingi unamkuta Kagoma yupo kwenye kiwango bora, lakini unaweza kumkuta pia
Lasane, Maodo, Kante, wakati mwingine Nabi Kamara na kadhalika. Lakini wakati mwingine pia utumie baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Je, itakuwa vipi katika mifumo hii kwa makocha wote ambao Steve Barker pia wakati mwingine baada ya golikipa 4-4-2 anaweza kucheza pia 4-4-2 akiwa na washambuliaji wawili juu. Wakati mwingine ufanye hivyo, inategemea na mwenendo wa mchezo na mpango kazi wa mechi husika. Tusubiri kuona New Amani Complex visiwani Zanzibar kuanzia saa 2:15 usiku siku ya Jumapili. Safi kuona vigogo hawa ndani ataibuka mshindi katika mchezo huu. Yanga watapata ushindi wa 7 mfululizo dhidi ya watani zao wa jadi Simba ambao wameshawafunga katika mechi 6 mfululizo za michuano mbalimbali, ama Simba rasmi sasa baada ya kuimarika sana wakati wa usajili wa dirisha dogo, kina Aniset Ura, akina Libase Geye, Ino Jospin Loemba wataleta furaha hatimaye kwa mashabiki wao kuna Msimbazi Simba kwa kupata ushindi dhidi ya Yanga, au itamalizika kwa sare ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.